utuputu msumbufu, sina utukutu Hello baby. Vipi kuhusu ile swala nilokuambia? Umeshalifikiria? Sema kweli mimi siwezi tena kuendelea kuficha hii mimba yako milele. Inabidi tu kila mtu ajue. Maana hata kama tukiendelea kuficha ni sawa sawa na bure. Ipo siku kila mtu atajua. Huu ni moshi. Hatuwezi kuficha moshi ikiwa tumewasha moto wa kuni. Mimi naomba tu kila mtu aelewe kwamba mimi nina mimba yako. Hello? Hello? La 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 la, oh la 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 la, oh la le le, 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 oh la le le. La 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 la. Vipi mke wangu? Vipi, kuna shida gani? Mbona unalia hivi? Kuna mtu anaitwa Siti. Ni nani wako? Tena na mimba yako. Kwani umeamua kunifanyia hivi Daniel? Hebu ngoja nitakuelezea kila kitu. Daniel, naomba uniambie ukweli. Kwa mtoto ni wako au la? Nimekuja nimefika hapa. Nimekusaidia. Nilikukuta huko ukiwa umezimia. Nikaamua kukubeba kuleta hapa kwangu. Umenisaidia? Hapana. Sio kwa wewe. Leo malaika wa nuru alikuwa pamoja na wewe. Kota unamsaidia tu, amezimia huyo. Huyu kazimia. Alafu wewe jipu linatumbuliwa, kipele kinakunwa. Ipo siku nitachagua nikutumbue au nikukune. Mzee wangu, vijana wako vitu wanavyofanya ambavyo havitakiwi kiserikali. Wanaendesha gari wakiwa wamelewa barabarani. Hilo ni kosa kubwa katika Tanzania yetu, dereva kuendesha gari huko akiwa
kalewa. Kwa hiyo cha msingi yule bwana aliyofanywa kitendo hicho cha kugongwa amewasamehe, lakini tutawaita hapa ili wewe utakuwa ndio wa kuwakanya ili kitendo kisirudie tena. Sawa, mimi nashukuru, nitaongea nao nyumbani. Na kwa sababu umeniambia yule mwenye kugongwa amesamehe. Ndio. Basi haina shida. Mimi nakushukuru sana afande, na nikifika nyumbani hao nitaongea nao. Afande Sharifu. Simama. Vijana, mnajua kosa lenu? Hapana. Hapana vipi? Hujui kosa? Utaingia ndani tena kwa mara ya pili. Unajua kosa lako? Tunalifahamu. Kosa gani lililokuleta hapa? Kuendesha gari. Hiyo ni kosa, sio kosa? Kosa. Sasa kosa kama haya hayatakiwi katika nchi yetu. Sasa Alpha, nataka tuzungumze kama wanaume wawili wenye akili timamu. Wote ni watu wazima. Tofauti yetu umri tu. Kwa umri wako na elimu yako sasa hivi utakuwa uwe unaendesha kampuni ya baba yako. Lakini nimeshindwa kukukabidhi kwa sababu ya tabia zako za ovyo. Ulevi, unaendekeza starehe na hujali lolote. Juzi umesababisha ajali barabarani, ulikuwa umelewa. Umekuja kukutoa polisi leo. Watakuvumilia mara 2 mara 3. Mara 4 mahakamani, utafungwa. Na wewe Hansi rafiki yake, unashindwa hata kumshauri. Wewe nawe unatembea mle kama mwenzako. Mshauri basi. Baba, kikweli kabisa tumekosea sana. Kwa hiyo tunaomba tusamehe baba. Tusamehe sana. Wasamehe sawa. Lakini dawa yake ninayo. Hapana, hamna chochote kinachoendelea. Ndio maana nakuomba nikwambie kila kitu. Sawa Daniel. Sijajua nimekukosea nini. Sijajua nimekosea nini kwako. Mpaka umeniamua kufanya kitu kikubwa kama hichi. Daniel, ukitaka kunihakikishia, naomba chukua hii simu, mpigie na uweke kwenye speaker tumsikie anachoongea kitu gani. Ina maana mke wangu anashindwa kunielewa mpaka nipige tena? Pokea simu Daniel. Daniel, hakuna haja ya kuendelea kuficha. Wewe mwambie tu mkeo ajue kila kitu. Maana kama chizi kashachafuka, hakuna haja ya kuendelea kumchafua tena. Halo? Dani? Mjaribu kunielewa mke wangu. Hii haina faida yoyote. Daniel, ongea na mwanamke wako. Ongea na mwanamke wako Daniel. Umeshindwa kuthibitisha kama
mamangu alisema mimba yako Daniel. Jaribu kunielewa mama. Sio hivyo. Daniel. Karibu. Hakuna haja ya kuficha tena. Mwambie mkeo ajue kila kitu. Ajue kitu gani? Huu ni wakati wangu wa kuweka kila kitu hadharani. Inapoelekea tukimchekea sana atakuja kuua mtu. Yaani safari hii kaingia cha kike. Yaani kwenda kumtendea hivi mume wangu simwachi hivi hivi. Naenda kumshtaki polisi. Mke wangu. Polisi? Hatuna haja kwenda polisi. Kwa sababu mambo haya ni yeye alitufanyia, sisi hatuwezi kujua aliyomfanyia nini. Na sisi hatuna ushahidi wowote. Katibu mke wangu. Hivi babu, huyu sio damu yako? Unamtetea huyo mgara, unauduku naye? Yaani mjukuu wako ona alivyofanywa hivi. Haya angemuua. Ingeletwa maiti, ina maana pale ungefurahi. Ndio ungeelewa kwamba mtu kafanya kitu kibaya. Ushahidi wa nini? Huyu mtoto mdogo huyu hawezi kujieleza. Mume wangu, mimi na wewe tumeishi miaka mingi sana mpaka tumefika hapa, lakini kuhusu mjukuu wako, nasema kuhusu mjukuu wako kuna jambo ambalo wewe unalificha. Hapana. Ila mimi nakwambia kitu kimoja. Kuhusu hili nitafanya kitu. La 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 la, oh la la la, oh la la la, oh la la la. Hey la 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 la, oh la 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 li la la la, oh la le le, 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 oh la le.